Kwa hiyo ukitazama aya hii katika fawaidi zake inaonyesha uwajibu wa sisi kushikamana na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kushikamana na njia ya waumini wa mwanzo as-sabiquna al-awwalun, kama alivyolieleza hilo Allah katika aya 100 ya surati at-Tauba aliposema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى anaeleza wazi wale watangulizi wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar. Wale watangulizi wa mwanzo, huu Uislamu kuna watu waliotangulia wana fadhila zao kwa kule kutangulia kwao. Sasa wale watangulizi wetu wale wa mwanzo kabisa ambao ni muhajirin na ansar, wahamiaji waliohama kutoka Makka wakenda Madina pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hata wale wahamiaji wa mwanzo waliohama Makka wakenda huko Ethiopia, Habasha, kwa ajili ya kuihami na kukimbia na kulinda imani zao, wa mwanzo wale waliohama. Na kadhalika ansar, wale wakazi wa Madina waliokuwa tayari kuwakaribisha ndugu zao wageni waliongozana na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wakawafungulia nyoyo zao na vifua vyao kabla ya milango ya nyumba zao, wakawapokea kwa furaha na bashasha na upendo na kupendeleana kheri kwa hali ya juu ambako hakujawahi kutokea katika ulimwengu tangu kuumbwa kwake na hakutatokea. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walikuwa wakiwapendelea ndugu zao kuliko nafsi zao. Wale wakazi wa Madina walipojiwa na wageni katika mji wao walionyesha ukarimu wa hali ya juu ambao umeandikwa ukarimu huu ndani ya Qur'an, na ukarimu wenyewe walikuwa wakiwapendelea ndugu zao zaidi. Sisi katika Uislamu tumefundishwa mpaka sehemu ya kupendeleana, tukaambiwa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik, wapendelee watu mambo mazuri yale unayoyapendelea nafsi yako. Wapenda upate hiki upate kile, basi pia vile vile mpendelee mwenzako apate. Sasa wao waliuvuka mstari huo, ikawa wanawapendelea wenzao zaidi. Yani yeye kama akapata moja ataka mwenzake apate 2, 3 na kuendelea, sio apate kama alivyopata yeye, la apate zaidi. Kiwango hicho tungetakiwa sisi na Uislamu tukifuate, ingekuwa ni taklifu bima la yutaq, ni kukalifishwa watu kwa jambo lisilowezekana kwao, kwa sababu wengi watu wana roho mbaya, watu wengi wana choyo, watu wengi nafsi zao zina ubakhili. Kwa hiyo ukimwambia ampendelee mwenzake khairi zaidi kuliko alionayo yeye, hapa pengine watu wengi wangeritadi, wangekufuru, wakaambia basi mpendelee mwenzako, ukipata moja hiyo mpendelee mwenzako na apate, ukipata hiki mgawie mwenzio. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Lakini hawa jamii hii ya ansar ilivuka mpaka huo, ikawapendelea wenzao kheri kuliko nafsi zao. Sisi tukatakiwa tuwafuate watu hawa. Anasema Allah, wale watangulizi wa mwanzo ambao ni muhajirin, wahamiaji, wal ansar, na watetezi wa dini waliomtetea mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Akasema Allah, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Kuwafuatia kwa njia mbili: kufuata kwa wakati, kwa maana wamekuja wakati baada ya wakati wao, na kufuatia
kimtindo, yani wakafanya walioyafanya wale kimatendo na imani, na wale waliofuatia baada yao tena wakafuata kwa wema. Wana nini? Radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, waradhu anhu, na wao watamridhia Allah. Wamemridhia sasa na watamridhia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, watutaridhia kwa yale waliopewa na Allah katika naimu muqim. Wataridhika na hayo na hawataleta malalamiko yoyote, bali watauridhia Uislamu hapa duniani. Raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hii ndio hali ya kila mu'min, hali ya kila muislamu. Yeye umridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndiye Mola wake, ndiye bwana wake, mlezi wake. Na sote tumeridhia kuwa Uislamu ndiyo dini, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumemridhia kuwa ni mtume wetu. Hakuna muislamu wa kweli ana malalamiko juu ya jambo hili kwamba sisi tumepewa dini ya Uislamu, kwa nini tusipewe dini nyingine, hii dini na kadha wa kadha wa kadha. Wajua dini hakuna. Au kwa nini tumepewa Mtume Muhammad, kwa nini sisi nabii wetu wasiwe ni nabii fulani? Ukamtaja mtume miongoni mwa mitume wa Allah. Sote tumeridhika kwamba mtume wetu ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ndiyo hali ya Uislamu. Kwa hiyo ridhaa ipo. Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye, na pia na wao watamridhia yeye kwa vile atakavyowapa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Na isitoshe Allah atawaandalia pepo. Amewaandalia wao pepo ambazo zinapita mito chini yake, wataishi humo milele, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Kwa hiyo ukiitafsiri na ukiitazama aya hii utaona kwamba walipotajwa watangulizi, watu wa mwanzo waliotangulia katika huu Uislamu, na wakatajwa pale kwamba ni muhajiruna na ansar, kwamba watapata fadhila hizo, likaingizwa kundi jingine hapa ambalo kundi hilo litaendelea mpaka kiyama. Na sisi tukijipinda tukajitahidi na Allah akatufunika na rehema zake, tutakuwa katika kundi hilo, na ni kundi la wenye kuwafuata hawa kwa wema. Sasa ukipinga jambo hili utafuata kweli? Huwezi kuwa ni mfuasi mwenye kufuata kwa wema. Hawa masahaba wao wameamini hivi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe waamini kinyume na hivyo, huwezi kuwa umewafuata kwa wema. Masahaba walitekeleza ibada kwa namna hii na namna hii, wewe ukaenda kwa namna ile tofauti na vile walivyokwenda masahaba, ukajiona kwamba na wewe pia una nafasi ya kutengeneza mambo na kuundaunda vitu katika Uislamu, ukakhalifu, hutakuwa umewafuata wao kwa wema. Kwa hiyo da'wa hii inatuhimiza sisi tufuate mwenendo wa watu hawa kwa wema, tujifunge na mwenendo wao, tuifuate njia yao. Na walillahi alhamdu wal minna, Uislamu ni neema kubwa sana, kwa sababu kila kitu unachokihitajia wewe kwenye huu Uislamu kimehifadhiwa, kimerekodiwa, kimewekwa mahali salama. Wataka kujua nini wewe? Qur'ani hii ipo. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'ani iko. Leo la qaddara Allah itokee kwamba misahafu yote duniani imetiwa moto, haiko tena, basi Qur'ani itaandikwa upya. Ni kiasi cha kuchagua tu, watu wawili, watu watatu, ukitaka watu 10,000, milioni 10 utawapata. Qur'ani itasomwa na itaandikwa, itarudi vile vile, hakuna kitakachopotea, kwa sababu iko katika suduru alladhina utul ilm. Qur'ani iko vifuani mwa Waislamu. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mahfudha, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamelindwa, yamehifadhiwa. Hivyo hivyo hata mafunzo ya maswahaba nayo yamehifadhiwa kwenye mahali maalum,
ukisoma dini utajua utayapata vipi, kwa namna gani, lipi la sawa na lipi si la sawa, lipi la kweli na lipi si la kweli. Hata kwenye karne ya 18 nyuma kidogo, na karne ya 18 na 19 ya miladia, palitokea hamla fulani, yani kulikuwa na kampeni maalum ya kuudurusu Uislamu na kuuchafua Uislamu. Likapatikana kundi la watu wanaoitwa al-mustashriqun, ambao asili yao si Waislamu. Wengi wao walikuwa ni katika manasara wa Kristo wa nchi za Europa huko. Wakaunda magenge na makundi waende kwenye nchi za Kiislamu, wakausome Uislamu kwenye fani zake tofauti, kisha wayapotoshe yaliyomo ndani ya Uislamu kupitia ndani yao, kwa sababu waliona kwamba hawawezi kuumaliza Uislamu nje yao. Kwa hiyo wakatengeneza makundi haya, yakaondoka makundi matatu kwa wakati mmoja. Kundi la wanaojiita al-musta'mirun, yani kwa lugha fupi wakoloni. Kundi la wakoloni tangu baada ya vita vya msalaba wakatuma majasusi wao wakina Vasco da Gama, walifika mpaka Kilwa na mwambao wa Afrika Mashariki 1498, karne ya 15, wakipeleleza mambo mbalimbali, na hasa baada ya vita msalaba wakapeleleza. Kisha vikaja vikundi vinavyoitwa vya al-musta'miruna, wakoloni. Kwanza watawale watu kwenye miji yao ili waibe rasilimali zao, ili wavunje tamaduni zao kwa mabavu. Kwa wakaja na mitutu ya bunduki, wakaja na mizinga, wakaiharibu miji ya Waislamu na wakataka kuikalia kimabavu. Lakini hawa waliambatana na kundi la watu wanaoitwa wamishionari, wabatizaji, wakipita katika miji wakitaka kuwabatiza watu walio Waislamu waache Uislamu wafuate dini yao wao, na wapagani pia wafuate wao. Mreno alikaa katika mwambao wa Afrika Mashariki miaka 200, hakumritadisha hata mtu mmoja. Alifeli, alikosa mbinu, aliwakuta watu wako madhubuti. Mreno alikaa miaka 200. Lakini kuna kundi jingine, na hili ndilo kwa hatari sasa, kundi la al-mustashriqun. Hawa ni watu wataalamu wabobezi waliokwenda katika nchi za mashariki kama Lebanon, Syria, Misri, Iraq na nchi nyinginezo ambazo zilikuwa zina ngome za ilmu, wakaingia wakausoma Uislamu. Kuna waliobobea katika fani za hadithi, waliobobea katika mambo ya historia, kuna waliobobea katika mambo ya lugha ya Kiarabu, kuna waliobobea katika sheria ya Kiislamu, waliobobea katika mambo ya visomo vya Qur'ani na tafsiri zake. Wakaingia katika kila uwanja, wakausoma Uislamu kwa wanavyojua wao, alafu wakaanza kuandika sasa, wakaupeleka haya katika vyuo vikuu vyao, wakasomesha na wakaandika ili Uislamu upotoshwe. Asilimia kubwa walioathirika katika janga hili ni wale wenye elimu nusu au wajinga kabisa. Si leo pia utasikia kumeandikwa Qur'ani mpya, hiyo hapo si kuna hivi, watu watumiana kwenye mitandao huko. Sisi wale itutishi, mtababaika nyinyi. Sisi kila siku Qur'ani husomwa usiku na mchana, na utafiti unaonyesha ya kwamba mtoto wa Kiislamu akipata faragha mpaka akifikisha umri wa miaka 10 anao uwezo wa kuhifadhi Qur'ani yote. Yanawezekana, sio jambo la ajabu. Sio zama za kina Imam Shafi'i kwamba amehifadhi Qur'ani kabla hajafika miaka 10. Zama hizi ni jambo linalowezekana, wala halina shida ndani yake. Sasa utakuja kuisoma vipi hiyo qul huwallahu ahad isiwe qul huwallahu ahad, iwe vingine?
alafu wao umetudanganya na sisi tukadanganyika. Watakaodanganyika ni wale wajinga wasiojua, watababaika. Eti innamal a'malu binniyati leo imebadilishwa, sio tena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yasomeka kivingine. Alafu watu waliokaa katika madarasa za ilmu wababaika. Mtababaika nyinyi kwenye mitandao ambao hamkusoma, agenda yenu sio ilmu. Kwa hiyo wale mustashirikuna wakawaweza wajinga, wakawatatiza, lakini wakasimama ulama wa haki wakaweka kila kitu mahala pake. Si hata wewe kwenye gari, wewe sifungi magari, tuchangue gari yote, benzi tuichangue yote, tufungue engine. Ukichanganyiwe hapo, kuna hiki cha pikipiki, hiki cha baskeli, hiki cha kikawekwa pale, hii ya trekta. Wewe kama ni fundi kweli utakuja kufunga spare ya baskeli kwenye benzi? Haiwezekani. Kila kitu takiwa hiki sicho weka pembeni, hiki sicho weka huko, hiki ni cha hapa. Ndiyo dini ilivyo. Kwa sisi hatuwezi kubabaika katika dini yetu. Nataka kusema kwamba kila kitu katika Uislamu kimehifadhiwa madhubuti. Kuweni na amani, lakini amani hii itaendelea ikiwa agenda yetu ni elimu. Utulivu huu utapatikana ikiwa Waislamu wataipatiliza elimu ya dini yao. Lakini itakapofika wakati Waislamu agenda yao sio elimu ya dini, ikapita karne nzima watu hawakusomeshana dini, hapo tutakuwa tushawezwa. Na haya aliyesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliyeshazungumza siku nyingi, inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna yake al-kaunia kilimwengu, elimu haiondoshi kwa kuinyakua kutoka kwenye vifua vya waja wake. Kwamba wewe umesoma alafu asubuhi umeamka huna kitu. Wasomi wote hawana kitu wanachokijua tena. Qur'ani waliohifadhi haiko, sunna hazipo, ufahamu juu ya Qur'an na sunna haupo. Hilo jambo halipo katika utaratibu wa Allah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Elimu ataiondosha kwa kuondosha wasomi. Ikawa wale wasomi wote wamekufa, alafu kizazi kinachofuatia baada yao hakikusoma. Hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ikawa imefika wakati hakumbakisha mjuzi yoyote, basi wale wajinga watatafutana wachaguane nani mwenye nafuu. Kwa hiyo watamchagua mjinga mwenzao awe ndiye kiongozi. A'ma yaqudu basiran la aba lakum qad dhalla man kanat umyan tahdihi. Ngachagua mtu mmoja, mjinga huyu ana afadhali kwa sababu ana domo, abwabwaja kweli kweli, bingwa wa kusema. Akachaguliwa, atakwenda kuwatumbukiza kwenye mtaro. Ni kama vile mmechukua basi mkamkabidhi mtu ambaye hajui gari, hajui breki iko wapi, mafuta yakanyagwa hajui. Tujalie ajua kila kitu, ajui breki ilipo, si hata wao amtobozi mahali hapa njia panda mfiki, utasikia watu washakufa, watu basi zima limeangamia. Ndio hivyo hivyo, ikiwa watu sasa wataona afadhali huyu, lakini hawakusoma wote, wataangamizana. ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Wakaulizwa kisha na wao wakati wa fatwa ikawa ni sababu ya kupotea wao na wakawapoteza na wenzao. Nataka kurudi tena kusema kwamba Uislamu mambo yake yote yamehifadhiwa. Kwa hiyo ukitaka kujua muongozo na njia ya wema waliotangulia, wewe rudi ukasome, kakae katika vikao vya elimu, utaelekezwa. Na walillahi alhamdu, katika agenda muhimu kabisa ya da'wa yetu kama nilivyotangulia kusema ni kuipa elimu kipaumbele, elimu ya dini yetu.
Na ndio maana ukaona huku kushamiri kulikojitokeza kwa da'wa salafia inaonekana kama imeanza kulinganiwa karibuni hivi, na da'wa yake haikuja zamani hivi, lakini athari yake ni kubwa katika mujtama, walillahi alhamdu wal minna. We kubali usikubali, athari yake ni kubwa. Sema ndio, sema hapana, sisi hatuangalii ndio hapana, tuangalia waqi, ule uhalisia. Athari yake ni kubwa katika mujtama. Duat wa salafia nafasi yao si ndogo katika mujtama, nafasi kubwa. Kwa nini? Kwa sababu sera yao ni elimu, agenda yao kuu ni elimu. Hawana uvivu wa kukaa kusoma na kusomeshana, na hizi katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa da'wa yetu sisi imekuwa dawa tunailingania, si miliki ya mtu kwamba ni dawa ya fulani na fulani na fulani kwa ufadhili wa fulani na fulani na fulani, la, lakini dawa imekuwa ndio dawa ya Uislamu sahihi. Sasa mimi mazungumzo yangu na nyinyi nilipenda nianze katika muda huu wa kabla al-maghrib, ili kutoa nafasi ya mazungumzo yale ya msingi ninayokusudia baada al-maghrib. Na kubwa zaidi la kutaka kuambiana ni kwamba ni lazima tujitambue. Sasa hakuna kitu kibaya kama mtu kutojitambua. Kuna mambo mengi yatakupita wewe kama hukujitambua, na fursa utaikosa. Mtu akishafikia umri wa baligh, kisha baligh, atakiwa ajitambue, na kuna mambo atakiwa ayajue kwa ulazima, sio khiari tena, kwamba yeye sasa ashakuwa mtu mzima wa kuandikiwa dhambi na kuandikiwa thawabu. Ile aya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid inaanza kufanya kazi kwake. Sasa wakati ule alipofikia baligh alijue hilo, dhambi zinaandikwa, thawabu zinaandikwa, kwamba imefika wakati sasa atakiwa aoge janaba, imefikia wakati sasa aswali kwa njia ya ulazima, ni fardhu ain, afunge na mingineyo katika mambo ya lazima katika arkanul Islam na mambo mingineyo katika wajibati za Uislamu. Atakiwa ayajue, asipoteze fursa hiyo, kwa sababu yeye ni mas'ul amama Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hivyo hivyo katika mambo mengine, unapotoka hatua moja kwenda hatua nyingine, watakiwa ujitambue kwamba mimi sasa hapa nilipofika makamu yangu ni haya na nafasi yangu ni hii, kwa umri huu na nafasi hii nilionayo, iliyokuwa wajibu kwangu mimi ni kufanya 1, 2, 3 na kuendelea, na sitakiwi kufanya hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo kama kukua da'wa yetu sisi imekuwa, kama ni baligh ishavuka, imefika kwenye kiwango cha kukomaa, lakini lazima na sisi tulioipokea da'wa hii tujitambue tuna nafasi gani katika jamii yetu katika kuielimisha na kuifikisha da'wa hii. Tukienda kitotototo na hali ya kuwa tushakuwa, mambo yatatuharibikia mikononi, na hakuna wa kumlaumu isipokuwa tutakiwa tuzilaumu nafsi zetu. Lakini walillahi alhamdu wal minna, fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na si za mtu yoyote. Tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya juhudi yoyote. Al-amruhu kulluhu lillah awwalan wa akhirah, jambo lote ni la Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo na mwisho. Hili ndilo ambalo tutakiwa sisi tulitakidi kutoka ndani ya nafsi zetu, lakini bado tunatakiwa tutambue sisi tukoje, kina nani, na tutakiwa tufanye nini kwa wakati wa sasa. Nikisimamia hapa, maana sijajua magharibi inaingia saa ngapi, nilisahau kuuliza tangu mwanzo, lakini nikisimamia hapa nadhani nitakuwa nimesimama mahali pazuri
ili tuendelee na sehemu inayofuata. Itakuwa sawa sheikh? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.